Ikusa Mwakimenya, mkuu wa shule sekondari Malama. Kwa kweli tunamshukuru mneki, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, kwa kutusaidia kutatua changamoto ya vyoo. Hali iliyokuwepo ilikuwa ngumu sana, tulikuwa na upungufu sana wa matundu ya vyoo, hasa kwa watoto wa kiume, kwa wanafunzi wa kiume. Lakini alipofika hapa, alipoliona hilo tatizo, aliahidi kutujengea choo. Na choo mnachokiona hapo ndo hicho ambacho ametujengea kwa hela yake yeye mwenyewe, kwa msaada wake yeye mwenyewe. Mafundi ni wake, yani vifani vyake. Kwa hiyo sisi tumeendelea kuliona tu jengo, na leo hii limefikia hatua hiyo. Ni jengo la choo chenye matundu 12. Kwa hiyo Mheshimiwa Mneki, sisi kama Malama Sekondari tunajivunia wewe sana. Tunakushukuru na tumefurahi sana kwa ujio wako kuja katika shule yetu ya Malama. Shule yetu ya Malama ilikuwa na upungufu wa maeneo mengi, mojawapo ni vyoo. Lakini ulipokuwa umekuja ukaangalia mazingira, wewe kama wewe ulijitoa kutujengea matundu 12 ya vyoo. Tunakushukuru sana. Na tunakuomba usituchoke. Bado tuna maeneo mengi ambayo tunahitaji kuyaboresha katika shule hii. Tunajua serikali nayo ina mkono wake, lakini serikali ina maeneo mengi pia nayo. Lakini wewe kwa sababu ni mdau na ni mwenzetu unayotoka katika mkoa huu, umefanya jitihada kubwa sana kwa ajili ya kutembelea maeneo mbalimbali. Si hapa Malama tu, maeneo mengi tunakusikia. Maserera ametembelea shule fulani, amesaidia hiki. Kwa hiyo tunaomba moyo huo ambao umetuonyesha katika shule Malama, basi uendelee na kwa wengine wenye uhitaji. Sisi hatuna kitu cha kukupa, lakini tu tuseme Mungu akubariki na kusaidie sana katika shughuli zako zote unazozifanya za kiuchumi, kwa sababu sehemu kubwa ya mapato yako, ya mapato unayopata, unayatumia katika kuboresha maisha wa Tanzania. Kwa majina, mimi naitwa Samson Kagine, ndo mwenyekiti wa bodi ya shule sekondari Malama. Nilimshirikisha changamoto zilizopo kwenye kata ya Nsalala, na mkuu wa shule, kama utakumbuka, ulinijulisha kwamba kuna upungufu wa madawati. Nilipomshirikisha Mneki, alitukabidhi madawati, na wote mlishuhudia hapa, madawati 200, na mkuu wa mkoa alikuwepo. Lakini wakati anazunguka kwenye hii shule tulibaini pia kwamba pana upungufu wa vyoo. Leo Mwenyezi Mungu ni mwema, na wana Nsalala tuna furaha sana kwa kukabidhiwa choo hiki. Na Mheshimiwa Mneki, wapo watumishi hapa, kuna utaratibu uliuagiza ambao nadhani pia tuna kikao cha ndani. Kwa niaba yao mimi nakushukuru sana, na watumishi leo tuna kikao na Mneki. Nafikiri kuna jambo pia anataka kuzungumza na nyinyi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi nikushukuru sana, lakini kwa nafasi nyingine ambayo ninayo ya mwenyekiti wa vijana wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi. Sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Mbeya vijijini tunaridhishwa sana na tunafurahishwa kwa namna unavyoifanyia kazi na kuitendea haki nafasi ya ujumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mjumbe wa halmashauri kuu taifa Jairus Mwaselela, ambaye ndio mneki wetu, mimi nilichoshuhudia napotazama wazazi na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kata hii, kwa yale makuu ambayo yamefanyika juu yako wewe, ambao umeyatenda kwenye shule hii ya Malama, mimi kama kiongozi wa wilaya hii nipende kukushukuru baba yetu kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kwenye wilaya hii na hasa kata Nsalala. Kama nilivyosema mwanzo, Mneki diwani pia amebahatika kwa sababu unatoka kwenye kata hii. Lakini si tu kwamba una upendeleo kwa sababu unatoka hapa, hii wewe ni kawaida yako kufanya kazi kwa sababu ni mtendaji na ni mdau wa maendeleo. Mimi tu niseme mbele ya waandishi wa habari na wananchi hawa, kupongeza kwa dhati kwa kazi kubwa unaifanya. Lakini mpongeze mwalimu na afisa elimu
ambao wao ndio wanasimamia na wako hapa. Kwa kweli choo hichi ambacho tayari kina matundu 12, ahadi ya mwanzo na leo umekuja kutekeleza. Ni wazi kabisa kwamba ndugu yetu, kwamba unafanya yale mambo mazuri ambayo wewe ukishaahidi kitu lazima ufanye kwa vitendo. Ndio unakuja kushuhudia leo hapa kwa namna mapokezi na vile ambavyo umeviahidi, na kila ukienda mahali unabaini na vitu vingine. Acha ile ahadi uliyoifanya na ile makubwa mengine ambayo unayafanya baada ya kuona papo kwa papo. Mimi nakupongeza sana. Mama Samia hoye! Hoye! Hai. Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya na mwenyekiti wetu wa kata, lakini tambue uwepo wa mwenyekiti wa bodi na mheshimiwa diwani na ODC yako, lakini nitambue uwepo wa walimu wetu. Jamani, mimi hapa leo nimekuja kukabidhi jengo, na asubuhi unaweza kaniuliza kwa nini hatukabidhi asubuhi. Nilianza ziara, nilianzia mjini, niko kwenye ziara za kutembelea mashule. Jana nilikuwa Mwasaela Boys kutia hamasa walimu wetu. Walimu wetu wanafanya kazi nzuri sana na ngumu sana, kwa tuwapigie makofi sana. Mimi naona baada ya kuwaita ukumbini ni wafuate wanakofanyia kazi. Inanitia moyo kwa sababu mimi ni mwalimu. Nafahamu Mheshimiwa Rais amewekeza hela nyingi sana kwa walimu, nyingi sana, lakini sisi wasaidizi wake tusipokuja kuwatia moyo hatutakuwa na shukrani kati ya Mheshimiwa Rais na wananchi. Nilifika hapa wakati tunaleta madawati. Nataka niwahakikishie Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuagiza, na mimi nataka niwahakikishie kabisa anachukiwa kabisa na watu kuto kufika chini kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu wa chama, agizo lake kila kikao nyinyi wasaidizi wetu, nyinyi wasaidizi wangu, nendeni mkaniwakilishe kule chini, mkaseme na mkatende, mkaseme na mimi nimekuja hapa, nimesema na nimetenda. Hawa walimu wameajiriwa huku, wana monitor watoto. Tumekuja hapa, mmeona vyoo vilikuwa 10 peke yake. Mtaka huyu mwalimu mkuu afanye miujiza gani? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nikasema hapana, kama anaweza kama Mungu akatujalia vihela vidogo, wacha tujichange hivi tuweze. Lakini ninapofanya hivi ni majukumu yangu kabisa ya kikatiba, ni majukumu ya mneki. Na amesema Festo, asema hawakuzoea kazi za, amekwambia afisa elimu hapa nifanya ziara Mbeya vijijini ya siku 11. Tuliibua changamoto hapa. Leo hii tunachoongea, tulikuwa na upungufu wa walimu. Tumefanya ziara, tumepata walimu 103 kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana. Walimu 100 na ngapi? Na 3. Kwa sababu tulienda kuainisha changamoto za walimu kwa kila kata. Tunavyoongea hivi sasa hizi, hata sehemu ambako kwa hakuna mwalimu wa kike, tumepeleka mwalimu wa kike. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Kwa hiyo kiongozi ukijifungia, utajuaje kuna vyoo vibaya? Mwalimu hawezi kutoka kwenye kamera kwamba nina vyoo vibaya. Hawezi. Maadili yanamkataza. Lakini akija kiongozi atamwambia changamoto. Kwa niwaombe viongozi wangu wa kata kote, tufanye ziara mashuleni, tukushirikiane na madiwani ili tuende kwenye halmashauri kuu ya wilaya tukamwambie mwenyekiti na serikali yake ya wilaya kwamba kwenye kata yetu ya Nsalala kuna 1, 2, 3. Huwezi ukazungumza hali ya kisiasa kama hauzungumzi shida za shuleni. Huwezi ukazungumza hali ya kisiasa kama uzungumzi hali ya huduma ya afya. Huwezi ukazungumza hali ya kisiasa kama uzungumzi barabara za kwenye mitaa ya watu. Labda utakuwa unazungumza hali ya kisiasa ya kwako mwenyewe. Hali ya kisiasa, siasa ni maisha ya watu. Na ndio maana wanachaguliwa wachache miongoni wetu wapige kelele kwa niaba yao. Wananchi hawezi kupiga kelele kila wakati, ila sisi kwa niaba yao tunapaswa tuone, tupige kelele na tutende na tutende. Hayo ndio mambo ya msingi. Na tunapokuja
tunakuja kwa lengo la kusaidia wananchi. Leo tunakabidhi vyoo matundu 12. Vile vyoo mwanzoni vilikuwa havina milango, si tukawekea milango watoto wajisitiri. Mwalimu, pokea vyoo vyako hivyo. Jumatatu au Jumanne nimwambia fundi yule pale, huyu hapa ni fundi wangu wa shule, atakutengenezea milango kwa haraka, kwa sababu leo nampa hela yote, atakutengenezea milango yote. Jumatatu watoto waanze kujimwaya sasa. Nafikiri na wenyewe wameona la, wameona la. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, niwashukuru mwenyekiti na niwashukuru walimu sana.